Mzozo wa kivita unaoendelea huko Mashariki ya Kati kati ya mataifa mawili ya Israel pamoja na Irani umeendelea kuchukua sura mpya, ikiwemo makombora kadhaa ambayo yameendelea kurushwa, kila taifa likishambulia taifa jenzake. Imechukua sura mpya kabisa. Ni taarifa za hapo awali kunatajwa kwamba Marekani inaweza kaingilia vita hivyo rasmi na kuanza kuishambulia Irani, lakini bado Donald Trump ameendelea kusita na kuweza kutoa muda zaidi wa mazungumzo. Awali tulishuhudia namna gani ambavyo Irani ilishambulia hospitali huko Irani, na Israel pia na yeye tulishuhudia namna ambavyo walikuwa wanashambulia baadhi ya vinu ambavyo vinatumika katika kupoza mabomu ya nyuklia. Na katika mvutano unaoendelea kati ya Israel na Irani, shughuli zisizo za kawaida za kijeshi za Marekani zimezua maswali mengi kuhusu uwezekano wa Washington kujiandaa kwa mashambulizi makubwa dhidi ya Tehran. Takwimu za ufuatiliaji wa ndege zilizochambuliwa na BBC zimeonyesha kuwa angalau ndege 30 za kijeshi za Marekani zimetoka kambi zao za nchini Marekani kuelekea Ulaya ndani ya siku 3 zilizopita. Ndege hizo ni ndege za kijeshi za Marekani zinazotumika kujaza mafuta, ndege za kivita na mabomu. Kwa mujibu wa Flight Radar 24, angalau 7 kati ya ndege hizi, zote zikiwa aina ya KC-135, zilisimama katika kambi za anga za Marekani nchini Hispania, Scotland na Uingereza. Safari hizi za ndege zinakuja wakati Israeli na Irani zikiendelea kurushiana mashambulizi baada ya Israeli kuanzisha operesheni Ijumaa ambayo ilisema ililenga kuharibu mpango wa nyuklia wa Tehran. Kiongozi wa Irani Ayatollah Khamenei alitaja operesheni hiyo kama ni uvamizi na Irani itajilinda kwa namna yote ile dhidi ya watu hao wa Irani, kwa maana ya taifa la Israel. Ingawa haijabainika wazi kama harakati hizi za Marekani zimeunganishwa moja kwa moja na mzozo huo, mtaalamu mmoja aliambia BBC Verify kuwa safari hizo za ndege za kujaza mafuta zilikuwa zisizo za kawaida. Kwa upande mwingine, Justin Bronk, mchambuzi mkuu katika taasisi ya Royal United Service Institute Rus, alisema kuwa kupelekwa kwa ndege hizo kuna ashiria wazi kuwa Marekani inaweka mipango ya dharura ya kuisaidia operesheni kali za kijeshi katika eneo hilo katika wiki zijazo. Ndege 7 zilizofuatiliwa na BBC zimeendelea na safari zao. Kwa mujibu wa takwimu za ufuatiliaji wa ndege, zilionekana zikiruka mashariki mwa CIS kufikia Jumanne mchana, na 6 hazikuwa na eneo maalum la kuelekea. Moja ilitua kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Crete. Hata hivyo, aliyekuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Ireland, Makamu Admiral Mark Mareti, alisema kuwa harakati hizo zinaweza kuwa sehemu ya sera pana ya kutokuwa wazi kimkakati ambayo inaweza kuwa inajaribu kuishawishi Irani kutoa masharti katika mazungumzo juu ya mpango wake wa nyuklia. Harakati za kindege hizo zinakuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani pia imehamisha meli kubwa ya kubebea ndege za kivita USS Nimitz kutoka bahari ya kusini ya China kuelekea Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa tukio lililopangwa lilihusisha meli hiyo nchini Vietnam lilihairishwa baada ya kile ubalozi wa Marekani huko Hanoi uliokita hitaji la kiutendaji la dharura. Marine Traffic, tovuti ya kufuatilia meli, ilionyesha kuwa eneo la mwisho la USS Nimitz lilikuwa katika mlango wa Malacca ikielekea Singapore mapema Jumanne. Meli ya Nimitz hubeba ndege za kivita na husindikizwa na meli kadhaa za kuharibu makombora. Marekani pia imehamisha ndege za kivita aina ya F-16, F-12 na F-35 kwenda kambi za Mashariki ya Kati. Maafisa 3 wa ulinzi waliambia Reuters Jumanne ndege za kujaza mafuta zilizohamishwa kwenda Ulaya siku chache zilizopita zinaweza kutumika kujaza mafuta ndege hizi. Mapema Jumanne, makamu wa rais J.D. Vance alidokeza kuwa Marekani inaweza kuingilia kati kusaidia kampeni ya Israel, ikiandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Trump anaweza kuamua anahitaji kuchukua hatua zaidi kumaliza mpango wa nyuklia
wa Irani. Na katika hatua nyingine inaamini kuwa Teherani ina vituo viwili vikuu vya kurutubisha urani dhidi ya Alzi Natanz tayari imeshambuliwa na Israel, na Fordo imezikwa ndani ya kabisa ya mlima karibu na mji wa Qom. Ili kupenya kituo hicho, Marekani ingeweza kutumia makombora ya GBU-57A _B Massive Ordnance Penetrant MOP. Maafisa wawili wakuu wa kijeshi wa magharibi waliambia BBC Verify. MOPs ni mabomu makubwa yenye uzito wa pound 30,000 kilo 13,600, pia yanayojulikana kama bunker buster. Bomu hili ni silaha pekee ya kawaida ya aina yake ambayo inaaminika kuwa na uwezo wa kupenya hadi futi 200 mita 60 za saruji. Ni ndege ya kivita ya siri aina ya B-2 pekee inayoweza kubeba silaha hizo. Kwa upande mwingine, hivi karibuni Marekani imekuwa na kikosi cha ndege za B-2 katika kambi ya kwenye kisiwa cha Diego Garcia. Ingekuwa kisiwa hicho kiko mbali wa maili 240 kutoka pwani ya kusini ya Irani. Eneo la huko Diego Garcia lingeweka vizuri ndani ya eneo la mashambulizi ya Irani. Ingeweza kudumisha operation endelevu kutoka Diego Garcia kwa ufanisi zaidi. Lieutenant Generali wa anga ya Greg Bagwell aliweka kuwa naibu mkuu wa operation ya RF na aliambia BBC Verify tunaweza kufanya kazi za saa nzima. Picha na satellite zilionyesha kuwa mara ya kwanza ndege za B-2 zikiwa zimepangwa Diego Garcia mwishoni mwa Machi, lakini picha za hivi karibuni zaidi kutoka kisiwa hicho hazionyeshi tena ndege hizo. Makamu Admiral Meriti alisema angetaraji kuona ndege hizo kwenye kisiwa hicho kabla ya operation yoyote inayolenga Irani, na alitaja kutokuwepo kwa ndege hizo ni kama kipande kinachokosekana kwa fumbo. Lieutenant Generali wa anga Bagwell alikubali, lakini alibainisha kuwa ndege za B-2 zimejulikana kufanya kazi kwa masaa 24 kwa wakati mmoja na zinaweza kuruka kutoka bara la Marekani ikiwa ikulu ya White House itaamua kuanzisha mashambulizi. Ameondoa njia yoyote ya Irani kujilinda, jambo ambalo bila shaka linaacha malengo yoyote ya kijeshi au hata ya nyuklia kwenye huruma ya kile Israel inataka kuifanyia Irani. Ripoti zinasema Trump ameidhinisha mpango wa kuishambulia Irani, lakini hajafanya uamuzi wa mwisho, taarifa ambayo imetoka siku za hivi karibuni. Pengine hasa kwa namna ambavyo unaona huu mzozo, unaona ukiishiaje hasa? Pengine hasa leo tumeshuhudia makombora kadhaa yakielekezwa katika taifa la Israeli na mengine pia yakielekezwa katika taifa la Irani, na madhara kadhaa yameendelea kutokea, ikiwemo kushuhudia baadhi ya hospitali ikishambuliwa na baadhi pia ya vinu ambavyo ni kusomea hapo awali kwamba vimekuwa zikitokea. Naambia hasa katika hili pia una maoni gani, na pengine hasa kwa namna unavyoona huu mzozo pengine utaisha vipi hasa? Naambia katika sehemu ya maoni yako ya comment, tuone ni nini hasa unatarajia na ndani ya hizi vita, pia tutegemee itaisha lini hasa. Asante.